baada ya vuta ni kuvute na sintofahamu ya muda mrefu kuhusu uwanja utakaotumika katika mchezo wa marejeano wa fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika, Simba dhidi ya RS Berkane, mchezo utakaopigwa Mei 25 mwaka huu. Hatimaye uongozi wa Simba umethibitisha mchezo huo kupigwa katika uwanja wa New Amani Stadium visiwani Zanzibar. Kupitia ukurasa wao wa mtandao wa Instagram, wameweka taarifa inayosomeka kuwa uongozi wa klabu ya Simba unapenda kuwafahamisha kuwa licha ya jitihada zote zilizofanywa na serikali, TFF na klabu katika kuhakikisha mchezo wetu wa fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika dhidi ya RS Berkane wa tarehe 25 Mei 2025 utafanyika katika uwanja wa Benjamin Mkapa zimeshindikana. Kutokana na hatua hiyo, mchezo huo utafanyika katika uwanja Amani Zanzibar kama ilivyoamriwa na shirikisho la soka barani Afrika, CAF. Tunawaomba mashabiki na wapenzi wetu kuwa watulivu katika kipindi hiki. Aidha, tutatoa taarifa rasmi za mchezo huu na hatima ya mashabiki wetu kuelekea mchezo huu muhimu kupitia mkutano maalum na waandishi wa habari kesho tarehe 20 Mei 2025 saa 5 kamili asubuhi katika ofisi za klabu ya Simba Oyster Bay jijini Dar es Salaam. Imetolewa na Zubeda Sakuru, afisa mtendaji mkuu klabu ya Simba, Mei 19 mwaka 2025. Mwisho wa kunukuu. Simba walihitaji mchezo huo upigwe katika dimba la Benjamin Mkapa kutokana na uwezo mkubwa wa kubeba mashabiki 60,000 kwa wakati mmoja, ambayo ni idadi kubwa ukilinganisha na idadi ya mashabiki 16,000 ndani ya uwanja Amani Zanzibar. Kutokana na ukaguzi uliofanywa na maafisa kutoka CAF, eneo la kuchezea kwa maana ya pitch limeonekana kutokuwa rafiki kwa wachezaji kutokana na mvua zinazoendelea kunyesha, jambo linalopelekea uwanja kutwama maji na kuchimbika wakati mchezo ukiwa unaendelea. Katika mchezo wa awali, Simba walipoteza kwa mabao 2-0, na hivyo katika mchezo wa marejeano watapaswa kushinda angalau mabao 3-0 au mabao 2-0 na hatimaye ubingwa uweze kuamuriwa na changamoto za mikwaju ya penalty. Ni mchezo wenye thamani kubwa kwa wapenzi, mashabiki na wanachama wa Simba Sports Club na Watanzania wote wanaopenda mchezo wa soka, kwani kubeba ubingwa wa kombe la shirikisho kutazidi kuipandisha thamani ya klabu ya Simba na hivyo kuzidi kuongeza mvuto kwa wawekezaji mbalimbali wanaohitaji kuwekeza katika soka. Katika hatua ya robo finali, Simba walianzia ugenini nchini Misri na kuambulia kichapo cha mabao 2-0 dhidi ya Al Masry. Lakini katika mchezo wa marejeano ndani ya dimba la Benjamin Mkapa, mnyama Simba alipindua meza na kupata ushindi wa mabao 2-0, na hatimaye hatua ya robo finali ikaamuliwa kwa changamoto ya mikwaju ya penalty, ambapo mnyama Simba aliibuka shujaa na kutinga hatua ya nusu finali dhidi ya Stellenbosch ya nchini Afrika Kusini. Je, Simba wataweza kufanya kama walivyofanya dhidi ya Al Masry au mambo yatabadilika? Mimi na wewe hatujui, isipokuwa dakika 90 au 120 na pengine hatua ya changamoto ya mikwaju ya penalty. Kimoja kati ya hivi kitaamua nani awe bingwa wa kombe la shirikisho barani Afrika kwa msimu huu wa 2024-2025. Mimi ni Jessica Bitus, uwe na wakati mwema.